Sasa watu wengi imekuta mahali tumekuwa washabiki wa madhehebu badala ya kuwa washabiki wa Yesu Kristo ambaye ndio msingi wetu. Tumekuwa watu wa kutangaza sana madhehebu kuliko kumtangaza Kristo. Au kwa lugha nyingine, tumekuwa watu wa kutangaza huduma, majina ya huduma, lakini sio kuitangaza huduma. Sijui nimeongea Kiswahili kinaeleweka hapo. Tumekuwa mabingwa wa kutangaza nini? Majina ya huduma, lakini sio huduma yenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakuta mtu yuko bize kujitangaza, mimi ni mwalimu, mimi ni nabii, mimi ni nani, lakini kiuhalisia ile huduma anayoisema sio inayofanyika ndani yake. Sio inayofanyika ndani yake. Sasa tumejikuta tunatembea katika misingi ambayo inatuondolea kweli, ama kweli ya Mungu inatoka, haihubiriwi tena, bali vinahubiriwa vitu vingine. Na imefika mahali sasa tumejikuta tunamwabudu Baali pasipo kujua. Watu wengi, lot of people, wanaabudu Baali pasipo kujua. Unakuta mtu yuko bize pasipo kuelewa, anamwabudu Baali, na pasipo kujua Mungu tayari alishachukia muda, na kweli ndani yake haipo tena. Kwa kinachofanyika ni nini? Ni kudanganyana, ni kudanganyana, ni kudanganyana, ni kudanganyana. Ndio habari ambazo Yesu anasema kwamba kuna watu watakuja kwangu, watasema, Bwana, sisi tuliomba kwa jina lako Yesu, tukaponya wagonjwa kwa jina lako, viwete wakatembea, vipofu wakaona. Atakwambia, mimi sikujui. Haujawahi kuwepo kwenye faili yangu. Sijawahi kuona kwenye faili langu jina kama lako. Alafu ndo utashangaa siku hiyo inakuaje. Yesu anasema hajawahi ona faili, hajawahi kuona jina langu kwenye faili lake. Wakati nilipambana, nilikuwa na washirika wengi, nilikuwa na watu maelfu. Nilikuwa naombea vipofu wanaona, viwete wanatembea hivi na hivi. Lakini kumbe ni vitu ambavyo vilikuwa vinanena sio kweli ya Mungu ambayo inapaswa ineno. Ile lilikuwa linanenwa jina la huduma. Kumtaja Yesu sio shida. Hata mpagani anamtaja Yesu. Shida huyo Yesu namuishi. Hilo ndio changamoto. Ndio kitu kikubwa ambacho kinamata sana. Na kusema kwamba ninajua maandiko au ninajua neno la Mungu, sio shida kusema hivyo. Changamoto, je, hilo neno unaliishi? Unaliishi hilo neno? Nakumbuka kama tulisoma hapo nyuma, tulisoma kitabu kimoja, Yesu akiwaambia kwamba wanafunzi wake, sikieni yale ambao wanafundisha Mafarisayo na kina nani hao, lakini msiwe kama wao. Sijajua kama tulisoma hilo andiko, lakini nakumbuka kuna andiko hilo. Kuna andiko hilo katika vitabu vya Injili. Yesu anazungumza na wanafunzi wake, anawaambia kwamba yasikilizeni na miyashike, miyafanye yale Mafarisayo wanaowafundisha, lakini msiwe kama wao. Kwa nini imefika Yesu anawaambia hivyo? Nilijiuliza maswali kadha wa kadha. Nikajiuliza kwa nini Yesu anawaambia wanafunzi habari hizo. Ikajulikana kumbe wale watu Mafarisayo au waandishi wale wakuwa masinagogi, wenyewe ni wataalamu wa kuisema kweli, wa kuinena, lakini hawaishi, hawaitendi. Sasa Yesu anawatahadharisha wanafunzi wake ya kwamba msije mkawa kama hawa. Mnapoizungumzia hiyo kweli au mnapoinena kweli, basi muiishi hiyo kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Na akawatahadharisha akawaambia kwamba msipende kuitwa walimu.